Okay, mimi wiki zilizopita nilikuwa ni miongoni wa watu ambao tulikuwa tukifuatilia kwa karibu yale mazungumzo ambayo Haji Manara alikuwa akiyazungumza na waandishi wa habari. Lakini pia katika mazungumzo yale Haji Manara aligusia vitu vikuu vitatu. Kwanza alianza kugusia kuhusiana na swala zima la yeye na Maimartha, nini ambacho kinaendelea. Lakini pia akagusia swala la taasisi yake ya Manara Foundation ambayo katika taasisi ile alieleza mambo mengi sana makubwa na mazito. Kama unavyojua Manara ni mtu wa watu, kwamba hawezi kufanya kitu bila kueleza kwamba mkakati uko vipi na vitu kama hivyo. So aliweza kuzungumza na waandishi wa habari. So mimi nilikuwa niko pale na tulikuwa tukifuatilia kwa kina sana na uhariri mkubwa juu ya swala lile kwamba nini kinaendelea pale. So baada ya hapo Haji Manara sasa akaanza kuelezea masuala ya mpira, kwa sababu alieleza mambo matatu. La kwanza lilikuwa ni la Haji Manara Foundation, lakini la pili lilikuwa ni swala la yeye na Maimartha, na aliulizwa maswali mengi sana juu ya swala hilo, kwa sababu alieleza kwamba Maimartha anatakiwa kumlipa bilioni 1 na tayari kesi iko mahakamani na inaunguruma. Na akaeleza kwamba katika hiyo bilioni 1 ambayo atalipwa na Maimartha kuna fungu ambalo ataligawa, yani ataanzisha NGOs, nikimaanisha taasisi ya kufundisha namna ya waandishi wa habari wanatakiwa kubehave, ikimaanisha kwamba katika taasisi hiyo itatoa elimu kwa waandishi wa habari ili kusudi basi waandishi wasije wakafanya kama aliyofanya Maimartha. Na hiyo ni kwa mujibu wa maelezo yake yeye. So baada hapo akaulizwa swali kuhusiana na masuala ya mpira, na hapa alieleza mambo mengi sana kuhusiana na swala lile la Simba kususa kushiriki katika mchezo ambao walikuwa wanatakiwa wacheze Simba na Yanga. Lakini pia akagusia kauli ya rais wa mpira wa miguu nchini Tanzania Mr. Karia. Na hivi leo ni dakika chache tu Haji Manara ameweza kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram akieleza yafuatayo. Kwanza picha linaanza ni ameposti picha akiwa wanacheka na yuko amemshika bega rais Karia. Na hapa akawa anaeleza, pengine ilitegemea baada ya kutumikia kifungo cha kikatili dhidi yangu na kilichojaa uonevu usiomithilika, labda tukikutana na nitaleta nongwa ya kizaramu. Hapana, la hasha, sipo hivyo na nilishasamehe. Ila haiondoi ukweli pamoja na cheko hili, tukikutana inabidi akubali kuwajibika yeye na wenzie. Tutacheka, lakini tutaendelea kushinikiza aombe radhi na apumzike uongozi kwa sasa. Comments zikawa ni nyingi sana juu ya hicho alichoandika. Wengine wanasema kwa kweli ameingia kwenye 18. Wengine wanasema mambo sio rahisi hivi mzee Haji, hivi unavyoandika ni mawazo mengi na vitu kama hivyo. So hii ni update na tunaendelea pia kufuatilia kwamba nini ambacho kinaendelea. Lakini